Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, awali yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha na kutuafikisha kufika siku hii ya leo baada ya kuweza kukamilisha utekelezaji wa ibada ya hija na kuja katika mji wa Madina. Na leo hii alhamdulillah kwa mahujaji wa taasisi ya Tauhidi wanarejea nchini Tanzania baada ya ukamilishaji wa ibada hii ya hija, na kama mnavyoona kwamba hivi sasa wapo katika maandalizi wa upakiwaji wa mizigo, na kisha baada ya hapo kuingiza mahujaji katika mabasi na kuelekea airport ya Madina, na taondoka katika airport ya Madina mnamo saa 2 ya usiku na kufika jiji Dar es Salaam airport ya Terminal 3 International Airport ya Mwalimu Nyerere mnamo majira saa 6 saa 7 ya usiku. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuafikishe katika safari hii, pia vile vile Mwenyezi Mungu atuafikishe katika kila yote na kutukubalia ibada zetu za hija na kutufutia madhambi yetu. Hali kadhalika pia vile vile na atujalie hija zetu ziwe haja mabrura wa dhamba maghfura wa saa mashkura wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Leo ni siku ya Jumatano, tukiwa wakati huu wa adhuhuri. Tumo katika maandalizi ya kuondoka hapa katika hoteli tuliofikia Dair al-Madina au Diyar al-Madina, na kama mnavyoona mahujaji wa Tauhid ambao waliishi hapa kwa siku kadhaa na wakipata ile nafasi ya kwenda kusali katika Masjid Nabawi, leo ni siku ambayo wanaondoka kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Madina. Na kama mnavyoona, huu ni wakati ambapo mizigo yao tayari inashushwa kuelekea katika mabasi ambayo tayari yapo hapa katika mlango wa hii hoteli kusubiri kuondoka kwa ajili ya kuwapeleka mahujaji hao. Hali za mahujaji wote takriban ni nzuri, na hoteli hii kwa bahati tulipofikia ni kwamba kuna wageni wengine kutoka nchini Syria, na wengi katika wageni hao kutoka Syria ni wale wageni ambao walipata athari za vita, na kama mnavyoona mmoja wao ambaye anapita hapo miongoni mwa wageni ambao walipata misukosuko, na wengi waliokuja ni wale ambao wamepata ulemavu, ama hana mkono mmoja, hana mguu mmoja, au hana miguu yote miwili, na wamekuja hapa, na Allah subhanahu wa ta'ala wasaidie na kuijalia nchi yao iwe baladul amin, vile vile iwe ni nchi ambayo ya amani kabisa, kwa sababu hiyo ni miongoni mwa ardhi ambazo zimetajwa sana, ni ardhi tukufu ya Sham, na alhamdulillah huko ndiko ambako Uislamu unako ulienea. Wanazuoni wengi wametokea, lakini wamepata misukosuko. Tukiangalia hapa kila baada ya muda katika mlango wetu wa hii hoteli, basi anapita mmoja kati ya wale watu ambao wamepata athari. Wengi wameletwa hapa, na kila ashukae basi utamwona ama anachechemea, ama hana mguu au hana mkono. Mwenyezi Mungu asituonyeshe madhila ambayo yanawapata wenzetu katika vita, ili nchi zetu hizi ziwe katika amani, na Mwenyezi Mungu asituletee misukosuko ambayo kwa kweli inawaathiri Waislamu. Hali ya hewa ni nzuri hapa katika mji wa Madina kwa siku ya leo. Jua linapunga kiasi, si lile kali sana kama lilioko katika mji wa Makka, na takriban leo mahujaji wote wameweza kwenda kufanya sala ya mwisho, yani sala ya dhuhuri kwa mara ya mwisho ndani ya Masjid al-Haram. Tunamwomba Allah atutakabalie sala zetu. Tukiendelea kuzungumza ni kwa mahujaji sasa wanaendelea kushuka, na kila mmoja anakwenda kuingia katika basi ambalo kapangiwa. Hapa tuna mabasi matatu ambayo yametengwa kwa ajili yetu, na kwa kweli labda tupate hujaji mmoja wawili, lakini vizuri tumpate Sheikh Maulid hapa kidogo, dakika moja hivi awezungumzie, kwa sababu yeye ni mmoja katika mashekhe ambao wameongoza mafunzo na vile vile kusimamia mambo ya mahujaji wa Tauhid. Sheikh Maulid, leo ni siku ya kuondoka, unaelezeaje juu ya kuishi kwako na mahujaji na ufahamu wao, na kadiri ambavyo tumeona kiasi gani wamepata ufahamu juu ya ibada ya hija? Alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa ashabihi ajma'in.
Kwa hakika tunamshukuru sana Allah tabaraka wa taala kutupatia taufiki na ndugu zetu mahujaji katika huu mwaka 2023. Kwa hakika mahujaji wapo na furaha kubwa na uchangamfu mkubwa katika ibada ambayo tumeimaliza hivi karibuni, na leo ndio siku rasmi tumekamilisha ziara katika msikiti wa Mtume, yani katika mji wa Madina. Walillahi alhamdu, sihaba kuna uchangamfu mkubwa na athari kubwa imepatikana kwa kuangalia mahujaji na wao kutokana na yale mafunzo walioyapata na usimamizi mbalimbali wa taasisi hii. Walillahi alhamdu. Tunakushukuru sana Sheikh Maulid, na labda hapa tuna Dokta, labda unaelezeaje, leo tumemaliza ziara katika mji wa Madina na leo ni siku tunaondoka, unaelezeaje mahujaji juu ya kumalizika kwa ziara hii, na leo inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tunaondoka kurejea nyumbani Tanzania? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kweli tumemaliza leo ziara yetu katika mji mtukufu, mji wa Madina. Tunaambiwa mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli tumepata vingi vya kujifundisha katika mji huu. Manake Madina ilikuwa ni ziara tu ya maeneo matukufu, maeneo ya historia ya Uislamu, kuonyesha wapi Mtume alikuwepo, wapi amezikwa, nyumba yake, maeneo ya vita vya Uhud na Masjid Quba na kila kitu. Kwa hiyo tunashukuru tumemaliza salama, na sasa hizi tunaanza safari ya kurejea Tanzania. Kila kitu kimekwenda salama, alhamdulillah rabbil alamin. Tunaomba twende salama, tufike salama nyumbani. Basi shukran. Asante sana. Haya, wakati wanakimbizia kwenye mabasi, tunazungumza na mmoja kati ya mahujaji ambaye leo ataeleza furaha yake juu ya kwamba wamekamilisha ziara baada ya hija na leo wanaondoka hapa katika mji wa Madina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ismail Yusuf Majimoto, mmoja wa mahujaji ambao tumekuja na taasisi ya Tahwid. Tunamshukuru Allah kwa uwezo wake, tumeweza kumaliza hija yetu salama, tumekuja salama na tunarejea nyumbani salama. Ni jambo kubwa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Shukrani. Naam, tukiwa tunaendelea tutaweza kuhojiana na baadhi ya mahujaji ndani ya mabasi kule, kwa sababu wakati umekuwa mwingi na tayari mahujaji wengi washaingia katika mabasi. Kwa hiyo tutazidi kuzungumza tukifika ndani ya mabasi inshallah. Mpenzi mtazamaji, tukiwa ndani ya ndege la shirika la Saudia Airline, hivi mahujaji mbalimbali wa taasisi ya Tauhidi na taasisi zingine, leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2023, tukiwa tunaelekea katika nchi ya Tanzania. Mahujaji mbalimbali kama unavyoona wa taasisi mbalimbali ambao tuko hivi sasa tunarejea Tanzania baada ya kukaa katika mji wa Maka takriban muda wa siku 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa sallallahu wa sallama wa baraka ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi alladhina hazu alfadaila abadan sarmada. Kwa hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kaendelea kutuchunga na kutulinda mpaka usiku huu. Hivi sasa ni takriban saa 4:30 za usiku kwa saa za Saudi Arabia, lakini pia ni kwa saa za Tanzania. Tuko angani zaidi ya futi 30 kutoka usawa wa bahari, tukiwa tunatokea nchini Saudia kwenye miji mitukufu ya Makka na Madina kwa lengo la kufanya ibada takatifu ya hija ambayo Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake katuwezesha kuitekeleza na kuimaliza kwa salama na kwa amani. Lakini tumepata bahati vile vile kufanya ziara kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina, ambapo mwenyewe Bwana Mtume ametuambia, manzarani bil Madina kuntu lahu shahidan wa shafi'an yawm al-qiyama. Mtu yoyote atakayenitembelea Madina,
mimi nitakuwa ni muombezi wake na shahidi wake siku ya Kiyama. Tumefanya ziara ya Bwana Mtume, alhamdulillah. Tunalotarajia na tunalolisubiri ni kumngoja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Kiyama kuwa muombezi wetu, tupate shafaa yake na kuwa shahidi wetu. Lakini kule Maka, alhamdulillah, tumetekeleza yote tuloamrishwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kuyatekeleza. Tumefanya ibada ya hija kikamilifu, kuanzia umra, maana ibada wenyewe ni tamattu. Tumefanya umra, tukasubiri mwezi 8, tukahirimia hija na tukaelekea kwenye mashair ya Mina na baadaye Arafa na baadaye kwenda zetu Jamarati, Arafa na Muzdalifa na kisha Jamarati, yakaendelea maisha ya Mina. Ujumbe wangu kwa hakika nataka niwahusie wote wale walobahatika kufanya hija kama mimi na wale mahujaji wajao. Siku za kuishi hapa duniani ni chache sana kwa hakika. Siku zinamalizika, dunia inaendea mwisho. Sasa ni muhimu kurejesha mahusiano mazuri kati yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linalotudhuru sana kwa sasa ni kwamba tumefanya sulhu kati yetu na shetani, musalahatu shaitan. Sulhu na shetani imefanyika. Allah alivyojua shetani ni adui yetu alitutahadharisha, akatuambia inna shaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa indama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shetani ni adui yenu na nyinyi mfanyeni adui, kwa sababu shetani anaita watu wake ili wakae watu wa motoni. Sasa badala ya kuendelea kumfanya adui, imeonekana kwa sasa tumepatana naye, imekuwa sasa si uadui, ni urafiki. Na dalili utaiona, matendo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Mola wetu yanafanywa kwa uchache sana baina yetu wanadamu kuliko yale matendo ya kumfuata na kumsikiliza shetani, kana kwamba vile Mungu ndo kawa adui yetu na shetani amekuwa rafiki yetu. Mahujaji wenzangu mnaorejea Tanzania, nendeni mkaurejeshe uadui uliopo kati yetu na shetani. Ukiona katika maisha yako ya kabla ya hija ulikuwa huswali, basi ujue ulikuwa ni rafiki wa shetani, na wakati huo ni adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona maisha yako kabla ya hija ulikuwa hukai vizuri kabisa na jirani yako, hamuelewani, hampatani, ujue ulikuwa na urafiki na shetani, na kwa hiyo ulikuwa adui wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona ni Muislamu mzima lakini hujishughulishi kabisa kutafuta elimu ya dini ili uweze kumwabudu Mungu inavyotakiwa, ujue kipindi hicho ulikuwa ni adui wa Allah, lakini ni rafiki wa shetani. Na kuhimizeni mahujaji watakatifu, wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukifika makwetu twende tukaimarishe uadui kati yetu na shetani, kama alivyotutangazia Allah kama shetani ni adui yetu. Ikaingie dini majumbani kwetu. Ambao hawakwenda hija wajifunze maisha kutoka kwetu. Sisi tumejifunza kumtii Mungu kwa masiku tulokuwa Maka. Tumejifunza kuacha vya halali kama mazoezi ya kwenda kuacha vya haramu. Tukiwa hija kule, kama mnavyojua, yako mambo katika sharia yanaitwa mahdhuratul ihrami au muharramatul ihrami. Ni yale mambo ya haramu kuyatenda mtu baada ya kuhirimia hija. Ukiyatizama yote yale katika orodha yake, takriban yote ni ya halali ukiwa hujenda zako Maka. Umekatazwa Muislamu kukata kucha zako mwenyewe. Ukiwa hukwenda Maka ni jambo la halali kukata kucha. Umekatazwa ukata nywele, kichwa ni chako mwenyewe. Umekatazwa mke wako halali kabisa. Umekatazwa kufunga ndoa kwa sabili ya walaya na kwa sabili ya wakala. Umekatazwa kuozesha, ni mambo ya halali sana. Umekatazwa kutumia manukato ya aina yoyote, haya ni ya halali. Kwa nini Allah katukataza halali? Ametukataza yale ya halali ili iwe ni mazoezi yetu ya kwenda kuacha vya haramu. Twendeni tukaache haramu ili wale wasio kuja hija wayasome maisha yanotakiwa na Mungu kutoka kwetu mahujaji. Alhamdulillah, utaona ajabu sana katika maisha ya hija. Imetimia kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku.
shikamaneni na kamba ya Mungu kwa pamoja, ambayo kamba ya Mungu ni dini yake. Shikamaneni pamoja wala msifarikiane. Alhamdulillah, tumeshikamana pamoja, tumelala vyumba sehemu moja, watu tofauti, tumelala Mina kwa kuchanganyika, tumesaidiana, tumehurumiana, tumekula pamoja, tumelala pamoja, kila kitu tumefanya pamoja, tumekuwa wamoja kabisa kabisa. Basi tukirudi nyumbani, hayo ndo yakawe maisha yetu. Tusibadilishe maisha tunoishi tukiwa Maka, kwa hakika ndo maisha anotaka Allah tuishi. Hayo tunaishi sisi huko majumbani kabla ya kwenda hija ni maisha ya kishetani, tuko asilimia kubwa sana. Kwa hivyo twende tukafanye sasa practice, twende tukayatumie maisha tuloishi Maka, kwa sababu tulikuwa kambini, tulikuwa mazoezini. Lakini zaidi ya hayo, watu wote ambao hawajenda hija mwaka huu, tunavorudi sisi, wao hawamo kwenye safari hii, na hali ya kuwa uwezo wanao wa kwenda hija ndo yale yale ya kupatana na shetani. Wameendelea kufanya usulhu na mapatano na shetani badala ya kufanya sulhu na mapatano na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa namaanisha watu wote ambao mwaka huu hawajenda hija na uwezo walikuwa nao, kwanza watubu, wamuombe Mwenyezi Mungu istighfari, na haraka mwakani wahakikishe wote wanakuja hija, walio na uwezo wote waje. Na la muhimu ni nia tu, waanze kuweka nia ya kwenda hija. Fa'ala niyatikum turzakuna, nia zenu peke yake mnalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati unapoweka nia ya hija, ndugu yangu Muislamu, usiangalie umaskini wako wala udhaifu wako wala ufakiri wako, mtizame Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ndio anatoa riziki kwa waja wake. Hata waliokwenda hija, sasa tuko kwenye ndege tunarudi usiku huu, aliyetuwezesha ni nani? Kwani alotuwezesha ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Na nawasihi nyote, wacheni yale mawazo ya kishetani. Mimi siwezi kwenda hija, pesa zangu za haramu sipati kwa halali. Wacheni mawazo hayo, kwa sababu hizo pesa unazoziona za haramu kwenda hija, kwani si ndio unazotumia matumizi ya kila siku kwa chakula, ndio unazotumia kwa mavazi, ndio unazotumia kusomeshea watoto? Inakuwaje pesa hizo ziwe halali kwa matumizi mengine, zibakie kuwa haramu kwa matumizi ya hija? Hayo yote ni mawazo ya kishetani. Na wahimiza Watanzania wenzangu, Waislamu wenzangu wote kwa ujumla, mwakani inshallah ndege kama hizi zije Tanzania mara 10 mara 5 kuja kuchukua mahujaji wa Tanzania, tufike karibu 20,000 mpaka 30. Na wallahi inawezekana, tukitengeneza imani zetu, tukitakasa mioyo yetu, tukimwamini Mola wetu vizuri, hija itaimarika, badala ya kwamba sasa hija ni jambo dhaifu katika nchi yetu. Kwa hiyo mahujaji, nendeni mkaishi maisha mlokuwa mkiishi kule Maka, ndiyo maisha ya Mungu hayo. Na ambao hamkwenda hija, tubieni na muweke nia ya kwenda hija mwakani inshallah. Na muomba Mwenyezi Mungu Mola wangu kwa huruma zake, kwa fadhili zake na kwa utukufu wake, atuwezeshe tulokuja mwaka huu turejee na mwakani inshallah. Na atuwezeshe Mwenyezi Mungu familia zetu na ndugu zetu na wao waje mwakani inshallah. Tuwe wengi kadiri Mungu atakavyotuwezesha. Si vizuri kudharau ibada ya hija. Basi Mwenyezi Mungu atufutie dhambi, na ameshazifuta, awafutie dhambi na Waislamu wenzetu wote ulimwenguni kote, atupe riziki za halali.